Jomba napona. Aya, unaogopa Basi uendelee kuogopa hivyo hivyo na familia yangu pia iogope hivyo hivyo. Sawa? Na ukiendelea, kitu nitakachokufanya utakuja kuamini kwenye maisha yako. Au nijaribu uone. Au nijaribu? Siwezi kukuogopa. Maana niliye naye ni mkuu kuliko vyote hapa duniani. Yeye aliyekuumba wewe ndiye kaniumba mimi. Kwa hiyo imeandikwa, imelaaniwa mtu yule amtegemeaye mwanadamu. Hivyo basi nakushauri, huyo unayemtegemea usimtegemee. Mtegemee Mungu tu, ambaye amenipa mamlaka ya kukanyaga nyoka na nge. Ninakushauri mfuate huyu niliye naye. Vinginevyo nguvu ya Mungu itakupiga, nawe utaharibiwa vibaya. Ninakushauri tu kwamba hiyo hali ulio nayo, unayotumikishwa, unanitokea, ndugu yangu, nakushauri acha. Maana nikisema nikusomee maandiko, Biblia inasema kwamba usimwache mwanamke mchawi kuishi. Hivyo basi nina uwezo wa kukusambaratisha mara moja kwa mujibu wa Biblia. Badilika. Na ukitaka kupambana na mimi, utakutana na nguvu ya Mungu. Jina Yesu. Shinda kwa jina Yesu. Una mamlaka. Nini? Huna mamlaka kwa jina la Yesu. Yaani hapo umeshindwa. Hauna mamlaka, hautaweza kabisa. Yesu, onekana mwenyewe. Nakuomba Yesu, uonekane mwenyewe. Simama mwenyewe kwa hili. Simama mwenyewe. Yesu, nitangulie. Onekana mwenyewe. Hii hali siitaki kwa jina la Yesu. Ninapinga hii vita kwa jina la Yesu. Haina mamlaka. Asante Jehova. Karibu. Amina, karibu. Asante, ubarikiwe. Amina, karibu sana. Asante. Karibu mtumishi wa Bwana. Amina. Karibu kae hapo. Mchungaji? Naam. Nimekuja na mgonjwa mwanangu nyumbani. Ndio. Mwanangu kapata ugonjwa au upofu ukubwani. Sasa nilikuwa naomba maombezi yako, mkono wa Mungu kapata kutenda miujiza pale kwa mwanangu. Mimi siamini ule ugonjwa kama wanani, na maana nitakiwa utumie maombi yule mgonjwa wa mwanangu apate kufunguliwa. Amina. Amina. Hapa
umefika sehemu sahihi, kwa sababu umechukua jukumu la kuamini kwamba nikikimbilia kwa watumishi wa Bwana Mungu anaweza akatenda. Uko sahihi kabisa. Maana neno la Bwana linasema kwamba yeyote atakayemwamini yeye kwa kinywa chake na kukiri kwa mdomo wake kwamba yeye Yesu ni Bwana na Mwokozi wa maisha, hakika atakuwa salama. Sawa? Kwa hiyo sehemu uliyoikimbilia niko sahihi, uko sahihi kabisa. Upo sahihi kabisa, kwa sababu nchi kama nchi inaongozwa kwa katiba. Lakini sisi wa Kristo, watu tunaomtegemea Mungu, katiba yetu ni hii hapa, Biblia. Sawa? Yote, maisha yetu yote yanatoka kwenye mfumo wa Biblia. Kwa hiyo kama umegundua kwamba Mungu ndiye muweza wa yote, hakika amini, itakuwa sawa. Maana wana wa Israeli walipokuwa wanaondoka katika nchi yao, nchi ile ya Misri, waliondoka na familia zao. Mungu aliwaruhusu kabisa kwamba nendeni katika nchi ya ahadi, bebeni kila kitu. Madam na wewe umetambua kwamba umbebee mzigo mwanao, hakika Mungu atakwenda kufanya mambo ya ajabu ambayo ulimwengu unaweza ukashangaa. Vile vile walivyokuwa anashangaa Bartholomayo kipofu alipokuwa ameponywa. Uponyaji ule Yesu alituachia mpaka leo, mkono wake bado unatenda kazi. Tukilita jina la Yesu, tayari mambo yote yanakuwa sawa. Amini tu kwamba Yesu ni mponyaji. Vipi, unahitaji twende sasa hivi au? Yeah. Nahitaji twende sasa hivi kama kuna nafasi. Hamna shida. Hamna shida, kwa sababu neno la Bwana linasema kwamba iweni tayari nyakati zote. Hakuna shida. Mimi ni nani nipinge neno la Bwana? Tunaweza kwenda? Tunaweza kwenda. Twende. Huyu ndo kijana wangu, ndo mwanangu. Nahitaji maombi yako. Hapa. Asante. Nashukuru. Asante. Mungu ni mwema. Kijana huyu Mungu ameshanikutanisha, imekuwa mara ya pili tena. Kwa hiyo ni maajabu ya Mungu. Mungu yeye ni waajabu sana. Mara ya kwanza nilikuja hapa, lakini tena makusudi ya Mungu amependa tena nifike mahali hapa tena. Nadhani mkono wa Mungu uko pamoja na sisi. Utaonekana tu, wala usijali. Kijana, habari? Salama kabisa. Uko mzima? Kiasi. Ndugu yangu, kwa nini unasema kiasi? Bado unaumwa? Ndio. Sawa. Unajisikiaje pale nilipokuombea? Sababu Mungu huyu ni wa ajabu. Amenikutanisha tena kwa mara ya pili. Sitaki kuombewa. Kwa nini? Nimesema sitaki kuombewa. Mama, sitaki mchungaji hapa hivi kuja kuniombea mimi. Hapana, utapona. Atakuombea tu, usijali. Mwenyewe sio ni wewe. Hilo ni pepo. Sio ni wewe, mimi najua. Atakuombea, utakaa sawa. Umenielewa? Mwanangu, naumia sana, silali, nawaza na kufikiria wewe.
ugonjwa. Umenielewa? Nawaza nifanyeje, nikusaidiaje? Hatua ya kwanza kwa Mungu, Mungu akusaidie. Hebu simama, kubali mchungaji akufanyie maombi. Umenielewa? Hamna njia kuu zaidi ya kwa mchungaji. Mungu kamtuma mchungaji na mchungaji ndio asimama. Mchungaji akisimama, akitoa mkono, akikushushia, ndio uponyaji wako. Umenielewa mwanangu? Simtaki, nimesema simtaki, aondoke. Mambo ni mpwito, hamtoweza. Nyie mtazana labda mimi mtaniweza? Hamniwezi. Kwa taarifa yenu. Na huyu mchungaji anayejifanya kwamba yeye ndo anaweza zaidi, nitamuonesha mimi ni nani. Habari za saa hizi mpenzi? Salama, shikamoo. Marahaba, unaendeleaje? Naendelea vizuri. Kaa kipenzi, tulikuwa nyumbani. Ulienda wapi? Mimi nilikuwa natokea tu hapo hivyo. Kaa, tulikuja kufanya maombi. Mgonjwa kaa kweli? Mgonjwa kala mama. Na kuhusu wewe atakuja kula. Tulikuja kufanya maombi. Maombi? Kwa mwanao, kwa mume wako. Hii itakuwaje hataki, yani ni anagoma balaa yani. Nadhani labda wewe mamaki ukija labda ndio tuweza kumshauri atakubali. Mimi kuna siku nikitaka na mchungaji nikajaribu kumshauri aende mpaka kwake hataki. Hataki. Sasa tutafanyaje? Kuhusu hilo mimi sasa hivi nimeshaongea naye, nimechoka. Kwa hiyo naweza kwenda kuongea naye wewe mwenyewe. Sasa nitakiwa tukae wote mimi na wewe tulijadili, labda ndio naongea wewe na mimi labda atakubali. Nimeshaongea naye mara nyingi sana hataki. Kwa hiyo hivi mimi nimekuachia wewe unijaribishe tena. Mchungaji ulikuwa unasemaje? Mimi sina neno. Lakini naamini Bwana atatenda. Yote yanawezekana kwake yeye aliye juu. Tuzidi kuomba na Bwana atafanya tu kwa wakati wake. Neno la Bwana haliwezi kuanguka bure. Madam tumeshafanya huduma ya maombi mara ya kwanza. Ni mbegu tumepanda. Hakika Bwana huyu atafanya njia tu. Sawa. Vipi mchungaji, jambo? Mimi niko mzima. Uko poa? Mungu anasaidia. Sema jiangalie sana, sawa? Unaona sasa tafanyaje yule jamani, mwanangu kakataa maombi. Kakataa maombi, nisaidie. Silali, tumbo linauma. Pole. Pole sana. Yaani mchungaji nisaidie mpendwa wangu. Pole sana mama. Pole sana mama. Pole mamangu. Lakini kila jambo lina wakati wake. Kwa sababu neno la Bwana linasema kwamba wakati ukishafika
hakuna atakayeweza kuzuia, sababu tunaangalia mfumo wa Biblia, maandiko haya tunayoyaamini, hakika Mungu yeye anaweza akajibu kwa wakati. Vile unavyomuona mkali sio yeye, ni shetani ambaye amemuingilia, kwa hiyo anamuendesha, na ndio maana anakataa maombi. Hii huduma ya maombi ungefunuliwa kwa macho niliyokuwa ninamuona pale, sio yeye. Kuna mchezo ambao umefanyika, lakini wakati wa Bwana utafika. Wakati wa Bwana utafika. Na pia kanisani kwetu sisi tunafanyaga maombi. Kuna maombi ya kufunga na kuomba siku ya Ijumaa kuanzia asubuhi saa 12 alfajiri na jioni saa 12 tunakuwa tumeshafungua. Kwa hiyo nilikuwa na ombi moja, kama itakuwa inawezekana uje na shati ama picha, unaweza ukaja navyo kati ya kimoja wapo, tukaomba yani tukasogeza mbele za Bwana, na hakika Bwana atasikia tu. Hamna shida, nitaenda kumwambia mkwe wangu hivyo vitu wanipe picha, shati. Mimi nitakuja navyo mchungaji kanisani. Fanya hivyo. Nitakuja navyo. Fanya hivyo. Mwanangu nataka uponyaji wake ushuke. Amina. Nataka aone. Yaani wakati wa Bwana ukishafika, wewe utaona mwenyewe. Amina. Haya, kweli? Haya. Unajua kwenye haya mapenzi bwana, mimi naona kama sina amani. Unajua kwa nini? Natamani hata ukipofu tumuue tu ili mimi niishi kwa raha. Kwa sababu hana faida yoyote, mtu haoni. Si bora tu liue tu liondoke tu, si tuendelee kula raha, burudani nini? Utaki au? Wewe kusikumuoa niachie mimi. Kwa wewe unaweza kuwa? Wewe usijali. Kama mpofu umeupata, kwa nini kufa ashindwe? Unanifanya naanza kukuamini, ingawa unanitia mashaka kidogo. Kwa utaka niambie kwamba hata ule kipofu wenyewe uli koroga. Ndio maana yake. Mambo ni mpwito. Nimeipenda hii. Sasa ngoja. Sasa kama ulimpa ule ukipofu, kwa nini sasa tu sililoge tu likafia ndani tu siku moja? Ndio maana nikakwambia kuhusu hilo, wewe niachie mimi. Mami siku hizi siji hata kunaogopa, maana linaweza kwa usiku tu likapewa uwezo na Mungu likaamka likaniua, maana nitakuwa nina hasira. Kuna tamani tulivunje hata miguu lisitembee kabisa pia. Yaani mimi kuloga kwangu sio hata mara moja. Kila siku naongezea kwa habari ya kuona hii ni kitu ambacho hakiwezekani. Na mimi umeniloga. Sijakuloga. Bwana usiseme hivyo. Unaweza na mimi umenichezea kandumbwase. Hamna bwana. Bwana sawa. Kwa hiyo sasa tunafanyaje? Maana mimi nahisi kama hapa mambo hajakaa sawa. Kwa nini? Spana zimelegea. Kwa hiyo tungefanya mambo yakafanya kama yakaa blue kijani. Inakuwa hajakaa sawa. Maana yake si hajafika. Kama michezo yetu ya kuchi. Wewe najua unaweza kumpofusha tu akatuastuone tuende tutare tunakaa unaweka dude pale vinguzo. Mambo yaka mpito. Mwenyewe hapo kafika. Sasa kile kitu nilichokuwa nakitaka sasa leo naenda kumfanyia, si anakuja. Leo nataka nithibitishe kama ni kipofu ili ndio nakuja mpaka usiku. Maana usiku mimi nashindwa kuja kwa sababu bado simuamini huyu jamaa. Ile miwani ile tinted ile. Inawezekana akakodoa mimacho alafu utakaa tunasema ana kipofu kumbe alioli naona. Na litest leo sawa. Unamtestije? Ngoja nipe hicho kitu.
leo namuonyesha kidogo tu. Yaani leo umeona chikiti. Naenda kumfanyia vitu amazing. Ngoja, tunatega. Tukitega nitajua. Kwa tunaianza au niendelee? Sijakata mimi. Okay. Twende.